Lawama tena zimeanza kwenda kwa Musa Kamara ambaye yeye ameonekana kusababisha penalty ambayo ilikuwa given out kwa klabu ya Yanga. Sasa tukio ambalo jinsi ukiweza kutazama na kama ulipata nafasi ya kuangalia tukio zima ambalo liliweza kufanywa, na ilikuwa ni mistake kwanza kuanzia kwa mabeki, lakini pia ikaja kufuatia kwa golikipa Musa Kamara, yani badala ya kucheza mpira akajikuta anamvaa mtu. Sasa katika tafsiri ya zile sheria 17, yani referee mwamuzi ni lazima atafunika mkwaju wa penalty na atatafsiri kwamba ilikuwa ni faulo ambayo kiuhalisia ilikuwa imeshafanyika ndani ya penalty box. Kwa hiyo hapo moja kwa moja bila ya kupepesa macho ni lazima utafunika mkwaju wa penalty. Sasa mara baada ya mchezo kuisha na klabu ya Yanga kuchukua ubingwa kwa mara nyingine tena, yani katika changamoto ambayo imemkuta tena Musa Kamara ni baadhi ya mashabiki kuweza kumzomea, haswa nafikiri zilikuwa ni hasila za mashabiki wa klabu ya Simba wakiona kabisa kwamba Musa Kamara amekuwa na mistake ambazo ni kama za kujirudia. Yani kiuhalisia nafikiri sio mara ya kwanza kwa golikipa huyu labda pengine kulaumiwa, yani tayari kumekuwa na mwendelezo kila baada ya mechi kumradhi. Nafikiri amekuwa akilalamikiwa sana kwa baadhi ya makosa madogo madogo ambayo yamekuwa yakifanyika. Sasa kwa hivi sasa tena amejikuta kwenye mtego wa mashabiki wa klabu ya Simba, na wakidai kabisa kwamba hata magolikipa waliowahi kupita hawakuwahi kuwa na makosa ya kipumbavu katika dabi za Kariakoo. Yani anashindwa kujua thamani ya dabi, na ndio maana kuna baadhi ya watu wanasema kabisa kwamba magolikipa wazawa wa Tanzania pengine katika dabi za Kariakoo wamekuwa wakiheshimu sana na wamekuwa na umakini wa kutosha. Yani tena akitolea mfano mtu kama Aish Salmanula, ukiachana na mabao ambao amekuwa akifungwa katika dabi, lakini kuna umakini wa kutosha kiasi kwamba hata katika zile tough game basi golikipa hawezi kufanya upumbavu ama upuuzi ambao unaweza ukaigharimu klabu pinzani. Bwana, nafikiri tusimalize sana MB zako, na ilikuwa ni short and clear information kuhusiana na tukio la leo ambalo klabu ya Simba imeweza kupoteza mechi ugenini, yani klabu ya Yanga wakiwa wako nyumbani tena kwa alama 3 nono kwa magoli 2, likiweza kufungwa na Pacome Pedro Zouzoua, lakini bila kumsahau na Clement Francis Mzize ambaye pia naye ameweza kufanikiwa kushinda bao lake lingine. Cha msingi tukutane kwenye upande wa comment. Ni Hatboy Media.